Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tafakari yetu ya neno la Mungu siku ya leo itatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 22 aya ya 34 hadi aya ya 40. Mafarisayo waliposikia ya kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu, "Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyokuu?" Akamwambia, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyokuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako." Katika amri hizi mbili hutegemea Torati na manabii. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, leo tunafundishwa juu ya upendo. Kristo anaeleza juu ya amri ya upendo ambayo ndiyo amri kuu kupita amri nyingine zote. Anatualika basi katika ulimwengu huu tuweze kuonyesha upendo, tuweze kuishi upendo, tena tuishi kwa matendo, ili basi kuweza kuwafanya watu wa jamii zetu waweze kuwa na amani na furaha siku zote. Wapendwa, tutambue kwamba upendo ndio msingi wa maisha ya Mkristo. Hivyo basi Mkristo anatambulikana kwa upendo wake kwa wengine katika jamii. Na ili basi uweze kuishi vema Ukristo wako, lazima kuonyesha uimani yako kwa matendo, tena kwa upendo wa hali ya juu, ili basi kwa matendo haya uweze kuhesabiwa kuwa miongoni mwa wale wateule wa Mungu. Wapendwa katika Kristo, tunafahamu kwamba changamoto na matatizo tunayopitia katika ulimwengu huu mara nyingine yanatusaulisha tushindwe kuishi upendo wetu. Ni mwaliko kwetu kuweza kuishi mfano kama mama yetu Bikira Maria alivyoishi, yeye aliye mfano wa imani na unyenyekevu. Aliishi vema unyenyekevu, imani yake kwa unyenyekevu katika ulimwengu huu. Ndio basi tunaalikwa na sisi kuweza kuwa wakarimu kwa wenzetu, lakini basi tunaalikwa pia kwa unyenyekevu hali ya juu kuangalia matatizo ya wenzetu na kuweza kuwasaidia. Ni kweli hakuna jamii ambayo wote ni matajiri au wote ni maskini. Hivyo basi upendo wetu tukiweza kuishi sawa sawa katika ulimwengu huu, tutaweza kufanya jamii zetu ziwe na haki, ziweze kuwa na usawa, ili basi kila mmoja aweze kuishi na kuonja matunda ya upendo wa Mwenyezi Mungu katika imani yake, kuonja matunda ya upendo wa Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Ni mwaliko wa kila mmoja wetu kuangalia pia namna gani anaishi maisha haya, kuangalia pia mwenendo mzima wa maisha yake na wapi kwa kubadilisha, ili basi kuweza kuishi kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu na kuwafanya wote katika jamii wawe na furaha, wawe na amani kwa kuishi vema Ukristo wako. Kama Mkristo unaalikwa kuhimiza, unaalikwa kuishi vema upendo wako na kuwahimiza wengine waishi upendo huo ambao Kristo ametuachia katika ulimwengu huu. Lazima kupendana. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.